kutokea kule ilikuwa kwaje. Ni kwamba kweli wale watu walikuwa na malengo na mimi moja kwa moja. Yaani walikuwa wananitaka mimi. Na tulipotoka kwenye kongamano kula mwezi wa 9, niliangusha simu ndogo ambayo ndio ilikuwa ina namba ambazo zilikuwa ziko mtandaoni. Zile zilikuwa ziko WhatsApp, kwa ananitafuta kwa njia ya WhatsApp. Kuna mmoja aliwahi kunipigia akaniambia nataka nije nifanye hapo ibada hapo kwenu. Sasa nikaanza kuuliza kwenye kipindi kigumu watu kwa nataka kuja kufanya ibada, na sio mmoja, karibia kama watatu hivi. Paka nikamuulizaga mtumishi Martin, hivi wewe hawakupigia watu wanataka kuja kama kwenye namba zao? Sema hamna. Sasa kwa mimi walifululiza sana kwenye kipindi ambacho wakati huo ndio tulikuwa tumetoa zile clip za kuhusiana na mafarao. Mimi moja kwa moja nikaa najua tu hizi simu hizi zina kitu. Sasa nilipokuwa tuko kule Dodoma nyumbani, kuna group tulianzisha la kufundisha watu kutengeneza thumbnail. Sasa mule mimi kwa kuwa nikaa sina line ya Voda ambayo inaingiza hela, na watu wakawa wanatakiwa wachangie, tukaweka namba ya mtumishi. Sasa kumbe ndo tayari sasa tena mtu mwenyewe alinifuata private. Kwa sababu mimi namba yangu hata sasa hivi ukitafuta Airtel na 22 haipatikani. Ndio niliyoipotezaga. Sasa alinifuata private mtu ambaye ndo huyo ndo miongoni mwa hao. Alinifuata akaniambia bwana, nataka nitume na mimi nipe namba inayopatikana. Hapo mimi nikajua tu ni hao watu ambao tunawafundisha. Kwa sababu sasa tukawa natumia wakati walikuwa wanatumia namba ya mtumishi nikamforwardia. Kumbe ndo tayari tukawa tumejiloga sasa hapo. Na siku hiyo ambayo mtumishi Martin anatoka nyumbani, kwanza kwenye kipindi hicho na mimi mwenyewe ndani kulikuwa kuna alamu inagonga kwamba wiki hili aliko vizuri. Na nilikuwa namwambia usitembee peke yako, wala nisitembee peke yangu. Mahali popote utakako kwenda na mimi niwepo. Hasa siku hiyo tuliachana. Siku ya Jumatatu ambayo tulitoka wote pamoja, tulirudi wote pamoja. Siku iliyofuata alitoka peke yake, nilimzuia. Ila nikaona yeye kaondoka, nikasema mimi nikaendelea kufuafua pale. After siku hiyo mimi nilipomaliza kufua natoka nikaelekea mahali fulani ambapo ndo center. Hilo joo nilolivaa sijailipigia picha mahali popote. Kwa wale watu mimi nilikutana nao. Na siku hiyo nilipokutana nao kwanza nadhani mtumishi hapo kwa amekamatwa. Mimi nilikuwa sina taarifa yote. Hata alivyokuwa amekuja sikujua. Mimi nienda kuepo pale. Sasa kuna watu ni kama walikuwa wanatufahamu. Wakaa kama wanajaribu kunishitoa kwamba kuna kitu kimetokea kwa ndugu yako. Hasa mimi wakati huo nilikuwa nimeweka headphone masikioni makubwa ya studio, nilikuwa kuna kitu nasikiliza kwenye mtandao. Alafu wakati huo sasa wananiongelesha nikaa sisikii vizuri, kumbe ndo wakati huo mtumishi ndo kachukuliwa. Pale sasa inafika majira kama ya saa, kwa sababu saa 5 nakumbuka nilimpigia kwenye saa 6 au saa 5. Nilimpigia tukaongeana akasema mimi niko vizuri naendelea vizuri. Inafika saa 10 hivi ndo nikaa napiga nikaona haipatikani. Nikaanza kuhisi shida nini? Na mimi nikaa tushaongea kwamba usizime simu. Yaani hata kama ikitokea simu ina shida toa taarifa. Hasa ile ndo ilianza kunipa wasiwasi. Mbona simu yake haipatikani kwa muda mrefu? Wakati huo kama nipigia mtumishi Shukrani Mpomo. Alivyonipigia tukawa tunaongea naye. Tuliongea naye alikuwa ananiuliza kuhusiana na beat tunazotumia kwenye kutengenezea clip, akaniambia nirushie. Tukawa tumeongea afu baada hapo akaniambia kwa nini kwanza msije huku Mbeya sababu ya kipindi hiki cha Oktoba, sababu haieleweki. Ni kweli watu walikuwa wanapitiwa sana kipindi hicho. Sasa akati naongea hapo wale watu bwana ndo wakaja. Kuna mimi nilikuwa nimesimama akaja akanizingira. Sasa nafikiri walikuwa wajaribu kudhibitisha ndio huyu au sio huyu. Na mimi wakati nimesimama tu waliosimama mimi ghafla hivi mbona sura naona ila wao sio wa kawaida. Nikaamua kuondoka pale, nilikuwa na wakati nimeweka headphone masikioni, nikaondoka pale haraka. Inafika saa 12:30 naendelea kupiga simu ya Martin haipatikani. Nikafika nyumbani pale nikaendelea kuomba. Inafika saa 1 ndani ndo pana nigomea sema hapana kuna kitu kimemkuta mtumishi. Nikatoka nikaenda mjini napofanyaga kazi, ndo nikaenda pale nikaanza kuuliza hivi mtu hakuja hapa? Akasema alikuwepo ila namna ilivyotoka hatukujua. Sasa kumbe kule alitoka tu mapema. Na hata alipokuja pale nadhani ilikuwa si saa 9 si saa ngapi? Ilikuwa ni saa 9 uliponikuta Mkonzi. Hasa hapo ikafika saa 2 usiku nikaanza kuwasiliana na watu wa Biawana, na vile nijua alienda kule. Nikaona kote wanasema hajafika. Narudi nyumbani saa 4, nikafika mpaka nyumbani ili kwanza nihakikishe.
Sababu nikaa na hisi labda sio tukaa tumepishana njia. Mimi nimepita nyingine wakati wa kwenda kumtafuta, ikapita hata njia nyingine wakati wa kurudi. Nafika tena sioni mtu. Baada hapo ndo nikabidi nitoe taarifa sasa kambi kuu. Wakati huo nikaendelea kuwasiliana na ndugu zake. Wote wakasema huku sisi hajafika. Hapo sasa ndo kitu fulani kikaingia ndani kwamba huyu kashachukuliwa. Akili kabisa ikawa inanijia hivyo, kasha bebo. Afu ikawa imefika kama saa 7 nikarudi nyumbani sababu sasa tumehangaika saa 7 usiku. Nafika pale nyumbani nikaanza kuona kuna viatu vimezunguka hema letu pale. Kaanza kuuliza hivi viatu hivi vya kina nani? Nikaepo pale nikajioji, nikasema nilale hapa na mimi. Nikaenda nilikuwa na mtindo wa kulala hemani, nikabidi nikalala ndani. Nipo ndani na kiwalisia jinsi ilivyo, hofu bwana, hofu inaweza kukutengenezea tatizo likaa kubwa. Yani ukawa kama ndo hujaomba tena. Yani ukisikia tu hada ndo wenyewe umefungua dirisha. Ila asante Mungu, ibada kiukweli, ibada bwana ukiifanya au maombi ukiyafanya yana uwezo wa kukutuliza, yani ukajikuta unaanza kujiona niko sawa au niko salama. Nikatoka nikaenda nikaomba paka kwenye saa 9 hivi usiku. Basi baada hapo nikakuta na usingizi umelalika tu. Asubuhi sasa nipoamka, tunajuza hivi ni kweli kabisa ndo mtumishi simuoni. Nikaenda nikachota maji nikaweka ndani, sasa nikaenda kwa majirani nikaanza kuambia, bwana ndugu yangu huyu simuoni tokea jana. Ndo jirani yetu pale mmoja akasema, sasa kaa nikuelezee. Nikakaa. Akasema, jana kuna watu wamefika hapa, walizunguka na kanisa lenu ili wakiwa na picha zenu, wakiwa wanawaulizia. Mmoja ndo akasema kwamba ili eneo ni la kwake, ila kwa sababu sasa mimi huyo bibi akasema kwa sababu mimi ni mwenyeji nikaa najua tu hawa hapana, wana vitu vyao. Anasema kwa design walivyowatazama anasema tulihisi tu hawa watakuwa ni maafisa polisi. Alafu mara mwisho akasema kwamba walijitambulisha, si mmoja ni dalali, mwingine ndo aliyenunua kiwanja ambacho ndo hicho ambacho cha kwa mzee, mwingine kama rafiki alijitambulisha, mimi tu ni rafiki, nimekuja tu ni wasindikizo wenzangu. Hasa nikauliza, je, waliendea wapi? Akasema walisema wataenda kwa balozi. Ndio tukapita huko, na yeye akasema hapana, huko hakuna aliyepita. Tukapita na kwa mtendaji akasema huko hajapita. Mwisho wa siku ndo nikaanza kujua hapa kweli mtumishi alichukuliwa. Sasa changamoto ikawepo, nani aliyeona wakati anachukuliwa? Pale Mkonze watu waliona. Sasa kwa sababu mnaamini kasi piti mule, hata siku ambayo tulienda tukazurura kwenye hospitali, na mimi ukweli mimi jambo ambalo namshukuru Mungu. Mimi polisi sijajua, labda pengine nimebadilika sana. Mimi nilikuwa naweza kwenda kuongea nao kabisa. Hata kituo cha kwanza mimi ndo niliingia, nikiwa napisha mtumishi. Nikasema na huyu ndugu yangu tutamtafuta tokea jana akapotea. Inadhani kwa yeye, nikamwambia tokea jana. Akasema kwani ana shida yoyote? Labda nikasema ni mchungaji. Kwa hiyo mimi namfahamu kama mtumishi wa Mungu, hana shida yote, hana wizi, hana chochote. Baada hapo tuna yule askari ndo akaniolozeshea sasa tupite kwenye vituo gani ambavyo vinalaza maabusu. Kile kituo kilikuwa ni kidogo. Tulipotoka tu pale nikapigiwa simu. Kaambia usiingie kituo chochote. Na wewe uko miongoni, tena wewe ndo unayetafuta kuliko hata huyo. Basi baada hapo ndo ikabidi watumishi wao ndo wakaanza kwenda, mimi niko nyuma. Na kiujumla kiukweli kabisa kuna maisha ambayo nimeishi naye Martin kwa muda mrefu. Yani kuna ile namna ambayo yani najua hata mzee mwenyewe aliwahi kumuongelea hata Pastor Elbert kipindi alipokuwa amechukuliwa au alipokuwa amekamatwa. Alisema kwa askofu akupiga sana kelele. Yani ila kwa huyu anasema huu ni wimbo wa milele. Mimi kiukweli kiupande nasema yani kwa hapa sasa ndo amenitibua. Yani nitatoa clip ambayo kila mtu atakao anajiuliza hivi jamaa yuko salama mpaka wakati huu. Kwa sababu mimi nilivyoishi naye Martin ni zaidi ya ndugu yangu. Zaidi ya ndugu yangu. Yani katika tukisema uhai yani wale washirika ambao wanasema huyu ni hai. Huyo ni mshirika. Yani wengine hata kama waga akija waga napima naona sidhani kama wataweza. Ila kwa mtumishi tulivyoishi naye yani kiukweli hakuna jambo ambalo la kuhusiana ibada tulikuwa tunavutana naye. Yani kulikuwa kuna maelezo mengi.
sema kesho tuna mfungo fulani wa ibada, sema umo twende. Sasa nilivyokuwa nimeona sikuona nikanajua ni kwa hapa kanisa lishakufa tu kabisa. Yaani hata ile hali ambayo nienda kuepo pale, baadaye nikapigiwa simu kwamba hebu njoo huku, na nilipigiwa hata na huku upande wa Tunduma na mchungaji nani yule wa Tunduma Musa, akaniambia njoo tukuvushe Zambia. Lakini pia hata watu wa mchungaji nani huyo Dickson walinitafuta wakasema tukupeleke alipo Dickson ili ikiwezekana kajihifadhi kule. Mimi nikasema hapana, sitaki kwenda nje ya nchi, nataka kwanza nijue ndugu yangu nini mwisho wake itakavyokuwa. Ndio maana sikupanga kabisa kutoka nje, yani nitaka niwepo humu ili nijue tu nini kitakachojiri. Kwa hata kule nipoenda, mimi nilienda kwa sababu nilikuwa nataka nipate mahali ambapo nitakuwa na utulivu ili niwe nafuatilia ile jambo la ndugu yangu. Kwa hiyo kweli kulikuwepo na njia nyingi za kwenda nje ya nchi, lakini sikutaka kwenda. Na pia nikatoa na sababu nyingine kwamba mzee wangu mimi yuko ndani ya nchi, sasa mimi niende huko nikafanye nini? Alafu pia ilikuwepo hata wazo ambalo litoa hata pasa mwongozi kwamba utakapokwenda huko nani atakayekuwa na kuhudumia pengine. Na mimi ndo nikamwona kweli ndivyo inavyotakiwa, sababu utakapokuwa umeenda unakuwa kama mgeni. Ni afadhali niwepo kwenye tawi lolote, kwa sababu ni ndugu zangu, watachukuliana na mimi kwenye namna yoyote ya udhaifu. Kwa kiukweli hivyo ndo hali ilivyokuwa. Na hata nilipokuja kusikia yuko kituo cha polisi mara ya kwanza, hatujathibitisha, ila mimi moyoni mwangu nasema narudi Dodoma. Hata waliokuwepo kule ambao tuko nao Moshi nasema sasa mtumishi mapema, anasema hapana. Yaani kuna watu ukisikia wako hai, yaani unakuwa na vingine havipande. Mimi kule kuna ilikuwa nafika mwisho wa mwezi, sababu kwa tumekana kila mwisho wa mwezi mfungo wa siku 3. Ilikuwa ikifika nasema natumia njia hii kama kumwenzi shujaa mwenzangu, lakini pia nikaa nasema kupitia haya Mungu afanye jambo, haya maombi. Kwa hiyo mimi alama utaona kama nimepungua kiasi, mimi chakula kilikuwa kipandi. Yaani katika jambo ambalo lilikuwa lipandi, ukianza tu kama tulikuwa tunakula ukagusia kuhusiana na mtumishi Martin, chakula akiendelea tena kuiva, naanza kuona hakina ladha. Yaani hivyo ndo nilivyoishi kwa muda mrefu. Asante Mungu. Na kiukweli wengi walikuwa najua kwa mtumishi sidhani kama tutampata, sababu kiukweli kwenye kipindi kile ilikuwa ni shida. Yani kumwona tena yuko hai tuanza tukasema nikafufuka. Na hiyo hata niposikia kwamba wanasema tumempata, wanataka si laki moja, nasema laki moja kwani kitu gani? Niamua kuuza pa mixer pale kanisani ili tu tupate hela ambayo ndo tukaa tumetuma. Kijumla namshukuru Mungu sana, ila na hakika aluta continue anasema. Yani hapa mapambano bado yanaendelea. Basi hebu tuendelee na tulichokuwa nataka tujifunze hapa. Nisome katika Kumbukumbu la Torati 30 mstari wa 11, nisomee mstari wa 11. Kumbukumbu la Torati 30 mstari wa 11. Kitabu cha Kumbukumbu la Torati 30 mstari wa 11. 30 mstari wa 11 anasema, ndio, kwa maana maagizo haya ni kuagizayo leo si mazito mno kwako. Naam. Wala si mbali. Sio mbali. Si mbinguni hata useme ni nani atakayetupandia mbinguni. Sio kwenye ulimwengu sionekana ambao tutaanza kusingizia hivi nani ataenda tena arudi. Atakayetupandia mbinguni atuletee. Aje atuambie tusikie. Tuyasikie hayo. Tupate kuyafanya au kuyatenda. Wala si ng'ambo ya pili ya bahari. Sio ng'ambo ya pili mpaka tutumie boti au meli. Hata useme ni nani atakayetuvukia bahari? Maana si tunaweza kuipasua. Akatuletee. Aje atuambie. Tusikie tupate kuyafanya. Lakini neno li karibu nawe sana. Lakini ufalme wa Mungu umo ndani yako. Li katika kinywa chako na moyo wako. Lipo katika wewe kulitenda. Upate kulifanya. Shia tu hapo. Sasa hii Kumbukumbu la Torati ukianzia 28 kuna mtiririko unaanza ambao itakuwa utakaposikia kwa bidii kuyatunza. Sasa tunasikia wapi? Ni kwenye makongamano na kwenye ibada. Alafu akawa amejaribu kuonyesha kwamba ikiwa sasa utasikia kuna mapigo utapatwa nayo. Lakini pia
ili andiko hili nilisoma nikiwa kule Karatu, lakini pia nilisoma na Nyakati ambao nitalielezea tu. Ile ambayo nasema ikiwa watu wangu waliitwa kwa jina langu wakaja wakajikusanya wakanyenyekea wakawa wananitafuta na kuziacha njia mbaya, anasema ndipo nami nitakuja nitaanza kuondoa baadhi ya vitu ambavyo vilikuwa vinawatesa. Sasa huo ni mchakato pia, kwa sababu mpaka vitoe hatoi Mungu. Tunatakiwa tuhangaike ili vitoke ni sisi. Hapa hii Kumbukumbu la Torati naiona na ile ambayo nilisoma ile ya kuhusiana ambayo nimesema Nyakati, ninaonyesha kwamba itakapokuwa mmekusanyika, tutakusanyikia wapi? Ni kama hapa tunajadili kwa nini sasa tumekwama. Kama yuko ambaye mtu kapiga hatua, atuambie wewe umepigaje hatua. Kama ni unafunga, tuambie unafunga kwa kiwango gani. Kama ni unaomba, tuonyeshe unaomba kwa kiwango gani. Kama ni unashuhudia kwa namna gani. Kama ni kupambana, unatumia kiasi gani nguvu huko ukiwepo. Kwa sababu hakuna ambaye anapenda hatua dhaifu. Kiukweli ni ukweli usiopingika. Yaani hata wewe mwenyewe sidhani kama wewe yani umekaa hapa anapoongea da mtumishi Martin vile ambavyo alivyokuwa kule na vile ambavyo aisee moyo wake. Sidhani kama wewe huisi kama ningekuwa mimi. Sidhani. Yaani kuna namna inakuepo aisee huyu kama afu kiukweli hakuna cha upendeleo. Hapa kila mtu anakula kulingana na urefu wa kamba yake. Yaani vile unavyozembea ndivyo utakavyobaki kwenye hatua ile ile. Kwa sababu ukisoma maandiko yanasema ufalme wa Mungu umo ndani yenu. Yaani wewe inabidi uamshe ule ufalme uanze kutenda kazi. Kwa sababu kiwalisia mwanadamu yote kwa asili ndani yake anao uwezo wa kimungu. Ila uwezo huo hufiishwa na mazingira tunakokuwa tunakaa. Kwa sababu tunakutana na wachawi, tunakutana na hivi. Na wasema kwa Afrika yetu vingi vinatuharibu saikolojia. Unakuta kile kipande cha ule ufahamu wa kwamba sitaki kuwa mwoga kinamezwa. Kwa sababu ya taarifa tulizosikia, kuna mtu katekwa, kuna mtu aliuawa, yule si achuna ngozi, yule si aliuawa. Kwa mwisho wa siku zile taarifa zinameza ule uwezo wa Mungu ambao kwa asili wewe ulitakiwa hata unapokuwa uwe nao. Kwa hiyo kuokoka au tunapoingia kanisani, tunapoyasoma maandiko haya yanatujenga kisaikolojia tena. Yanarudisha akili tena kwamba wewe ni huyu hapa. Huyu hatukupokea roho ya woga, huyu hapa. Wewe ni huyu ambaye ameandikwa kwenye Ufunuo, waoga hata ulisi ufalme wa Mungu. Wewe ni huyu. Wewe ni huyu. Utauta unasoma tena maandiko, wewe ni huyu ambaye msiogope aweze kuwa mwili. Sasa huko mchakato ambao utatakiwa tena uanze kuishi ule uizae ile roho sasa, ile ianze kuchipuka, ianze kuonekana na kila mtu aanze kuiona kwamba huyu ni kiumbe kipya ndani ya Kristo. Sisi bwana, hizi dini hizi za EAGT hizi zimechangia sana kutuharibu. Yaani huo ni ukweli usiopingika. Ni ukweli usio kama hii ambayo sasa tulikuwa tunabomoa, tunavunja na kuharibu kwenye ulimwengu fani hivi. Lakini mbona tulikuwa na minywa na wachawi. Viko viambatanishi ambavyo sisi hatukuvitenda. Vile viambatanishi ndio hivi ambavyo mzee katukusanya hapa akiwa anajaribu kutuambia wewe hukutakiwa kuwa huyo, ila umekuwa huyo kwa sababu kuna vitu hujaambatanisha. Ni wewe unatamani kwenda mbinguni, ndio, hatukatai. Ila walioenda sasa ni hawa. Bwana asifiwe. Kuna siku moja mzee aliwahi kusema neno moja kiwalisia kwa si wengine ambao tulikuwa tuko mbali Aisha. Basi mzee kama anakufuru sana. Alipokuwa anasema mimi nikimkuta Moses Kulala mbinguni nakimbia. Ila nikimkuta Magufuli nitakaa. Sasa kwa mwingine anasema yani Magufuli hata hakubatizwa. Kukiri sio kule tu kubatizwa. Kukiri ni kuna maisha. Kuna wakati fulani niwahi kumsikia huyu mzee Magufuli. Kuna maneno alikuwa anasema hivi, anasema hivi, jamani kweli kwenye taifa letu hakuna wachungaji wa kina Shedaki kama kina Shedaki Mesha kikene Benedo. Mbona wao kutii kila kitu, lakini sasa hivi yani tukitishwa kidogo mmevaa barakoa. Tukitishwa kidogo. Sasa hembo waza huyo anayemuita hajaokoka na ufahamu kwa level hiyo. Anawajua kina Shedrack. Anawajua alivyokuwa na misimamo kiasi gani. Mimi na tumekaa hapa, hizi na wazee watawile tu kila kitu. Wala si. Kiukweli hatua ipo kwenye wewe unatakiwa ufanye nini.
ukweli ni kwamba, kwa mfano mimi nime experience kitu fulani. Hii unaona kuna namna ambayo da pengine tunatoa klipu. Mwanzoni unapoanza waga kuna ugumu. Kuna andiko fulani mzee aliwahi kulisema kwamba Mungu wapa neema wanyenyekevu. Unyenyekevu mara nyingi katufundisha kwamba ni kuendelea kutenda hata kama uoni matokeo. Hasa kwenye ile namna, na kuhakikishia huo ndio ukweli usiopingika. Kwa mfano tukimzungumzia hata labda kwa yoyote ambaye waga anatengeneza labda clip au anatengeneza labda thumbnail. Kwa vile vile kwa kadri unavyozidi kuzitengeneza unakuwa mzoefu sana. Yaani unakuwa hutumii tena dakika 20 kuitengeneza thumbnail moja. Hutumii labda lisali zima kutengeneza clip. Ila utajikuta unafika hatua unaenda tu dakika 5. Yaani vile vitu kuna gari nilikuwa naongea na Pastor Beti nilipokuwa niko Moshi akasema yaani kiujumla sisi bwana, kila mtu yani unayemwona mkanisani ni ana malengo. Yaani malengo yale yatazilishwa kwa vile anavyovitenda. Yaani vile hata kama atajitafsiri mimi niko vizuri, ila vile ndo vinavyomtafsiri anaenda kwenda wapi. Sasa nachozungumzia hapa ninazungumzia hivi kwamba kuna klipu fulani ambazo hata Pastor Beti tulikuwa tunaongelea kana nasema hivi, unajikuta kuna wakati ukianza kuzirudia kuzisikiza unasema hivi hizi nilikuwa naongea mimi au kwa nini? Kuna wakati utajikuta kuna nguvu ilikuwa imekufunika ambayo hiyo ndio ilikusaidia ukawa unaongea vile vitu. Ile nguvu ikishuka kaanza kusikiliza bado unatetemeka unasema Sasa hapo lazima jipime. Mimi kuna hata nilipokuwa Moshi na mahali pengine nilikuwa nafundisha nasema hivi, wewe una uwezo wa kujipima. Yaani vile siku ulipofanya ibada kwa kufunga, afu pimanisha na siku nyingine ambavyo waga ufanye. Utaona siku ambapo umelegea kuna wingu fulani kwa limekufunika zito. Yaani moyo kwa unaona ni kama ibada nzito, kama vile ngumu. Ila ukiendelea kwa muda fulani kwa mfumo fulani ambao unakuwa umefanya ibada, umefunga, unaweza kuziona kama nyepesi. Ila huyu mwingine ambaye yeye unakuta hafanyi, inakuwa ni tabu. Ndio yale maandiko kwamba pepo amtokapo mtu huwa anaondoka, akirudi hali ya mtu inakuwa mbaya. Sasa pepo kwa sisi tulivyotafsiri tuliambiwa ni hali ya kudondoka. Ukweli sio. Hata nilipokuwa nasoma makala hata ChatGPT kuna mali kwa inaeleza inasema pepo au mapepo ni mtu kuharibika kisaikolojia. Yaani hata sisi wenyewe wachawi walikuwa natumia kwa sababu tulikuwa tushaharibikiwa vingi kisaikolojia. Yaani ukuta kuna hadithi tumepewa wachawi wanaminya, wachawi sio wanafanya. Sasa zile ndio unakuta ukikutana nazi njiani unaogopa. Ile sasa ile ndio inakutengenezea kwenye ufahamu wako, hata kama kakitu kalikuwa kadogo unakaona kakubwa. Apite tu paka unajua ndo wa mchawi mwenyewe. Lakini kumbe alikuwa na safari zake tu. Alikuwa na safari zake. Hasa hapo tatizo ni kwamba saikolojia inakuwa imeharibikiwa. Yaani kuna taarifa zimeingia. Sasa ni kama hivi, tunafanya hivi ibada, kuna saikolojia inakuwa inaumbika hivi vitu nitavifanya hivi. Yaani itakuwa vyepesi. Ila ukiacha sasa kuvifanya, utakuta ufahamu unasema hapa ishashindikana. Yaani na ile kukata tamaa kunakuwa kwingi, yani kwamba hapa haiwezekani. Funga tena, omba kwa nguvu. Utaona sasa mbona kama tu nguvu ipo kubwa ya kuendelea. Nguvu tu ipo ya kuendelea. Ukiachacho kalegalega unakuta ile hali tena inaanza kujirejea. Ni kiukweli ni kwamba ufalme wa Mungu kwa uko ndani yetu una chakula chake. Na chakula chake ndo hayo, yani usiache ibada, usiache maombi. Hivyo unavyofanya ndo unakilisha kile cha ndani. Unakilisha kile cha ndani ambacho hicho ndicho kitakacho mtafsiri kiumbe kipi ambaye ndio huyu unayetaka aonekane. Bwana asifiwe. Hebu nisome andiko hili jingine hapa. Nisomee katika Filipi 1 mstari wa 27. 1:27. Wafilipi sura ya 1 mstari wa 27 anasema, ndio, lakini mwenendo wenu na uwe kama inavyoipasa injili ya Kristo. Uwe kama unavyoipasa injili ya Kristo. Ili nikija na kuwaona ninyi au nisipokuwapo, ndio niasikie mambo yenu. Kama mnasimama imara katika roho moja, ndio, kwa moyo mmoja, ndio, mkiishindania imani ya injili. Mkiishindania imani ya injili.
wala hamuogopi adui zenu. Hamuogopi adui zenu Katika neno lolote. Katika neno lolote. Kwao hao ni ishara madhubuti ya kupotea. Yaani hao kwa sababu wataonekana wenyewe wadhaifu, waoga, wazembe, wewe ndo utakuwa ni ishara. Ndio maana kuna siku mzee aliuliza akasema hivi, kwenye kizazi kinachokuja wataielewaje Biblia? Ni watasema neno la Mungu. Mimi ndo nayetakiwa ionekane kupitia maisha yangu. Yaani vile ambavyo watakuwa wanapimanisha sema wakina Shedaka bila shaka walikuwaga hivi, wakina Stefano walikuwaga hivi. Kuiwarisia ni kwamba sisi tukisipotafuta kuyaishi haya ya umu haya, hakuna ambaye anaweza kasadiki kwamba kuna kuokoka, au hakuna ambaye ataishi Biblia ni kitabu cha kweli. Ataona ni kitabu cha wazungu kilichokuja kituharibu tu. Ila itakapotokea mimi na wewe tunayaishi haya maisha, tukishindania Injili. Kuishindania manake mbele kuna kakitu ambacho nyinyi mnapambania kwamba nataka nifike. Kwa sababu hata mzee anasema yeye atengenezi maskofu. Mimi bwana, kuna wakati tuligombana na askofu huyu ambaye aliondoka hapa. Shida yake ilikuwa ni hii hapa. Alikuwa ananishauri niache kufanya tunavyovifanya kwenye mtandao. Kipindi fulani cha nyuma kidogo, ambapo hapo nikawa namwambia na Pastor Hebel, sasa hakunielewa vizuri, tukawa tumeachanaga kama kwa namna fulani ya kutokuelewana. Hasa siku ambapo askofu kaacha, ndo akaniuliza hivyo nielezee, kasema ndo alikuwa hivyo hivyo. Kipindi kila wakati ananishauri, wao ndo walikuwa wanatafuta usajili, wakati mzee yuko ndani. Hasa mimi nikaa napima, naona lakini mbona mzee akutoa nani tupite elekeo huu? Hata mzee mwenyewe akasema wewe usajili umeona, hata mimi mwenyewe nikijichomeka huko mko tu kwenye hatari. Kiwalizia hawa hawana shida kukupa usajili, ila wanachoogopa ni kile unachokifanya. Kile unachokifanya wanajua hiki tukikupa uhalali tukasema tumekusajili, maana yake tumekupa uhalali utukemee. Sasa waovu hawezi wakaalisha wewe mwema ndio uwe kiongozi. Hawawezi. Ndio maana Biblia inasema kwamba wasio haki humvizia mwenye haki ili wamfishe. Wakitafuta namna ya kumfisha, akijua huyu akiendelea kuwepo watu wataanza kumwandamia yeye. Yaani wataanza kumwamini yeye na kuona yeye ndiye mwenye njia iliyo sahihi. Kwa sababu dunia tulionayo watu waamini kwenye maneno, wanaamini kwenye maisha. Hata nilipokuwa nauliza, kuna makafa nilikuwa nasoma pia inasema hivi kwamba dunia ambayo utatokea tu klupu haraka, una watu wengi, unafanya miujiza, atasema ni mchawi. Ila ile ambayo watu wanakuwa washaichunguza historia yako, wanajua mlianza mkiwa wawili, mkafika mkawa watatu, na haikuchukua ni ile ghafla. Sasa makanisa haya tuyotokea mengi ni ghafla tu wanakuwa wengi. Ni kwa nini? Kwa sababu ya mfumo waliouweka. Sisi mfumo huu tunaweza tukawa wachache, lakini tukawa wazito sana. Sasa mimi kiupande wangu hata pale Dodoma nilikuwa nahangaika sana, nilikuwa naumiza akili, hivi tutaenda kwa wepesi hivi hata lini? Mimi hata kama mtaona kwa nini hata mtumishi wetu alipokuepo Biwana, mimi wengi mko mnaona kila wakati kwa anaonekana kwenye mtandao. Hivyo ndo tulivyoleana ni sisi. Yaani mimi ndo ndo nilivyokuwa nataka ni mahali popote au utakapokuepo watu wajue utaendelea. Na hata alipokuja Pastor Mongosi Dodoma akaanza alitufundisha somo moja ilikuwa nasema kukua na kuongezeka katika imani. Kuna kitu alikielezea ambacho mimi nilikishika sana. Mimi naamini sana kiujumla sisi tukisema tuanze kujitafuta kwenye njia nyingine, tutapita mzunguko mkubwa, mzunguko mrefu. Yaani kuna vitu havitaki hata kufunga. Vinataka tu maelezo yaliyokutangulia kwamba bwana hapa waga tunafanyaga hivi. Hata ukisoma maandiko, Yesu kuna wakati kana na wanafunzi wake akiwaambia nyinyi mmejaliwa kuzijua siri za ufalme wa mbinguni. Mimi na hakika hata mzee alipokuwa anawasogeza hata wakina maaskofu, hakuwasogeza tu, alikuwa anawasogeza lengo waadapti yule moyo wake. Hasa kwa sababu si wananchi wana akili mbovu, naanza sema huyu ni mimi wa kawaida tu, kumbe kama mimi. Kawaida wapi? Ni kwamba tunakuwa tujaelewa tu. Ila mzee kutusogeza anataka kwamba usiwe na ukakasi, yani usiwe ile namna ambayo kuna mtu ataanza kuuliza hivi na hivi unaikuta wewe mwenyewe hujui. Mzee kutusogeza lengo anataka ujifunze, uwe una majibu hata kama mimi nikiwa sipo.
wakianza kunishambulia, wewe ndio utakuwa wa kwanza kusema kwamba huyu mtu nimeishi naye hana hila. Sasa mimi nijiloge, naanza kutafuta Roho Mtakatifu wangu anipe ufunuo, niache kusogelea watu wa Mungu kama kina mtumishi Zawadi, Pasa Zawadi hapa, Pasa Mongosi, niache kukaa nao niwaulize hivi mlengo wa mzee ulikuwa ni nini? Kwa sababu hata mtume Paulo hata kama alifanya makubwa, alijengewa msingi na mitume aliwakuta. Alijengewa kwamba Yesu alikuja kwa ajili ya hivi, ingawa na yeye pia alikuwa ni mtu mwenye jitihada kutafuta kujua nia ya Kristo ilikuwa ni nini. Ilikuwa ndio maana hata hapa tunaposoma hapa, ukishuka chini kwenye hii wa Filipi 2, ukiteremka utakuta kuna maana yanasema kila mtu asiangalie mambo yake, bali aangalie, afu pia anakuja kusema kama vile Kristo ambavyo hakujiangalia yeye mwenyewe, iweni na nia hiyo hiyo. Hapa kuna kitu alikuwa anakifundisha hapa, nisomee kidogo hapo ambapo tulikuwa naendelea hapo, endelea hapo mstari wa 29 hasa ya Hosea 1:29. Wafilipi sura ya kwanza mstari wa 29 nasema, maana mmepewa kwa ajili ya Kristo, si kumwamini tu, ila na kuteswa kwa ajili yake. Hajaishia tu hapo mtume Paulo kusema kwamba na kuteswa kwa ajili yake ili awasakizie nyinyi kwamba muingie mkateswe. Endelea tena mstari unaofuata 30 anasema, mkiwa na mashindano yale yale mlioyaona kwangu, mmeyaona kwangu kama vile mzee, na kusikia kwamba ninayo hata sasa. Unaona huyu jamaa hapa alikuwa kafungwa, ila anawaambia hatujapokea imani tuwe maskofu, tumepokea kwa majibu katikati ya jamii. Hao ambao wanakuja wengi washirika wasipoteze mlengo wao, wawe wanakubusti wewe kuelekea kwenye mlengo. Sasa sisi waga tukisha pokea washirika wakisha kuwa wengi, basi naanza kuona hasili wakapungua. Kwani wewe ndio unaweza kola kuwashikilia washirika? Mshirika ashikilii kwa sababu ya namna ambavyo wewe utamlea kwa namna fulani ile, tuchukuliane tu hivyo, tuchukuliane. Ndio atukatae kuchukuliana, na hicho kitu mimi nimejifunza. Kuna vitu na vitu. Sasa unakuta nipata taarifa kwa maaskofu mpaka wanatiana mimba umo kanisani. Ndio alivyovikimbilia hivyo, ndio wanataka washirika wengi. Ila mzee hataki sisi tuwe wengi, anataka sisi tuwe majibu, kwa sababu hata watu tulio waliokuja kukaa wamekaa hapa, wametoka kule, kuna vitu hawaelewi watavipatia ufumbuzi vipi. Wewe kama kiongozi utakuwa utoe ufumbuzi kwamba hawa watu ambao ni nao hapa mmewakalia huko, ndio maana wanachelewa ibada. Halitabaki tunanyooshana, umechelewa ibada. Usijue mtu kachelewa kwa sababu alikuwa anazitafuta uko anazisaka. Wewe ndo hangaika kutafuta namna yote huyu mtu ana mfumo mwepesi wa kuwahi ibadani. Hapo ndo urudi ujue kinachomchelewesha ni nini. Utagundua anakimbizana migambo kule. Wewe sasa kama kiongozi ndo toka sema haya sio sawa. Mchungaji mwema utoi wahi kwa ajili ya kondoo. Sasa tukianza si kuhangaika hatuna uaskofu, tutapoteza kila kitu. Tutapoteza mlengo. Hata mzee mwenyewe ukisoma vita vyake haundi watu ambao watakuwa ni maaskofu. Hata yeye mwenyewe anasema mimi mwenyewe sina. Sasa mimi sikagari askofu anjanga sema hapana, kwenye hivyo baba hivyo hapana. Na nilimlipukia, nimwambia wewe ni shetani kabisa. Ilikuwa ni kipindi kile ambacho mzee yuko ndani. Hata kama mlikuwa mfahamu sasa, hata hapa alipokuwa kihubiri siku wakati na mimi nikwepo, alishambulia sana kuhusiana na watu ambao kama wana ujasiri. Anasema hata mzee siku moja atatoka hapo, utachangaa kule anasinzia, anasema kashuka kilo. Kama unayekumbuka mahubiri. Hao anasema akasoma maandiko kuhusiana na mitume wa Yesu. Anasema ngoja tukuonyeshe hapa mitume wa Yesu wakasema hata niko tata kuuawa. Kama nakumbuka vizuri. Niko tata kuuawa, lakini baadaye akakimbia. Ila miki upande wangu nilikuwa naelewa huyu jamaa anapandikiza mbegu chafu. Na hapa kwenye mimi nikajua ni kweli ni kama amenikabili mimi, ila nikasema acha tu ni kwa muda, na mimi niko siku mzee atatoka. Nilijiwekea tu hivyo, nikasema hamna shida. Sasa mimi kiupande wangu asante Mungu, mimi waga siishi kwenye pale ambapo walikwama, naangalia mwishoni walifanyaje. Nikana angalia mitume hata kama walimkana Yesu, walimkana mpaka mwisho. Si ndo hao waliosema imetupasa kumtii Mungu kuliko wanadamu? Kwani tuangalie tu mwanzo walipokwama? Kwani usiangalie mwisho wao?
mwisho, hata Biblia inasema uchunguzeni sana mwisho aliokuwa kiongozi, afu kisha iga. Sio tu ghafla umeanza kumwamini mtu, tuko pamoja. Tuko pamoja. Sio wote. Wengine na malengo yao. Bwana asifiwe. Kwa hiyo kipindi kile mimi nilikuwa kwenye wakati mgumu. Huo ndio ukweli. Niliwengwa kweli pa. Ila tulikaa nimejiwekea tu hamna shida. Kwenye kipindi hiki na kikweli maombi yangu kwa naomba mzee tu atoke. Siku mzee tuko naye sasa, ngoja uone tena. Alisimama askofu tena kada bila kanasema, "Nataka kama kina mtumishi wangu kama hawa." Unaona akaja akanishika na mkono hapo. Hiki mama kanasema, "Yule huyu jamaa huyu." Alafu sasa siku ambapo ndo mtumishi Martin nikakamatwa, mimi wakati huo napita mtandao nakuta wanamshambulia mzee. Nikasema, yani mnasema kina Mange Kimambe ni malaya. Sasa wewe mtakatifu, mbona hata usemei jamii? Nikasema, unawasema hivi. Ndio niliwatumia kama mkoa mfahamu, mimi ndio niliyetuma, nilisambaza zile jumbe zote za kuhusiana kukamatwa kwa mtumishi Martin. Wao ndio wakawa wamezipost. Nilikuwa nawasiliana nao kwa njia ya WhatsApp. Lakini kwa njia ya Facebook wengi na TikTok ndio wakawa nazipost. Sasa naona wao ndio wanashambulia, wanasema yani hao ndio waleta ukombozi. Nikasema ngojeeni, yani hapa mmenichokoza. Kiukweli walinikela kwenye wakati ule. Kwa sababu unaona nyimbo kwenye wakati mgumu. Afadhali nikasema kweli nyinyi ndio mlikuwa ambao mtushambulie kwenye wakati huu ambao mmelelewa na mzee kwa muda mrefu. Si wengine tumeingia hivi karibuni tu. Tena nyinyi ndio mnatushambulia sisi. Akasema kweli wanadamu mmefika mbali. Kwa sababu mimi nitakuwa nijifunze kwako. Uliyenitangulia unajiita, lakini sasa kumbe mmetangulia kuwa maaskofu tu. Bwana asifiwe. Hebu tusome hii Waebrania hapa. Nimalizia hapo Waebrania 12 mstari wa kwanza tu. Kitabu cha Waebrania sura ya 12 mstari wa kwanza anasema, basi na sisi pia kwa kuwa tunazungukwa na wingu kubwa la mashahidi namna hii, ndio, na tuweke kando kila mzigo mzito na dhambi ile ituzingayo kwa upesi, ndio, na tupige mbio kwa saburi, ndio, katika yale mashindano yaliyowekwa mbele yetu, ndio, tukimtazama Yesu. Ukimwangalia Yesu mwenye kuanzisha, ambaye ndiye mwenye kuanza safari na mwenye kutimiza imani yetu, ndio, ambaye kwa ajili ya furaha iliyowekwa mbele yake aliustahimili msalaba na kuidharau aibu, ndio, naye ameketi mkono wa kuume wa kiti cha enzi cha Mungu. Ishia tu hapo. Sasa sisi tunaisiki kiti cha enzi ni kule, ila ukweli ni hapa hapa. Kuna wakati tutakuwa naye mzee wa siku hapa hapa yeye, kwa sababu wakati mwingine, kwa nini ilitakiwa iwe vile, Yesu apitie vile? Kiuhalisia alifanyika msingi wa injili ni nini? Kwa maana nyingine ni hivi, wanafunzi Yesu angekuwa anahubiri msiwe watu, watasema mlithibitisha, mliona tumeua, watatumia mmemua huyu hapa ndugu yetu huyu. Ndio maana mzee aliimba kuhusiana na Paselbet, huu ni wimbo wa milele. Kwa maana nyingine hiyo ndio tutakuwa tunaanzia hapo, tunaelezea kuhusiana na mauaji. Anasema tumeua wapi? Huyu hapa. Yuko wapi ndugu yetu huyu? Kila ukielezea sema tumeua wapi? Huyu hapa. Huyu. Na mimi nipotoa klipu ya kuhusiana kutii, anasema hivi, kutii ndo huku. Hapo nikafafanua nikasema, haya unasema, haya tuonyeshe wapi tumeua watu. Tuonyeshe wapi? Nikasema cha kwanza, mtoto wa mzee wangu mpaka leo yule aliyehusika mkampa uongozi mwingine. Lakini pia mzee mnamuinda na kosa gani? Kwa sababu afadhali sisi wengine pengine tunaweza hata tukaa tuna vitu fulani hata hamjatuchukua. Mzee ambaye katulea, katupigania, tulikuwa vibaka wengine, tulikuwa tumekata hata tamaa, kaja walau kawa sehemu ya kimvuli chetu. Mnamuinda kwa kosa gani? Ndio mnasema tutii? Sasa hapa mtatukuta. Tatukuta. Mimi kweli mimi hapa. Mimi naambia, na najua hata kwa makusanyiko kama wapo
Na msikie kiukweli kabisa, mimi mwenyewe mguseni mzee mkazani tanyamaza kimi. Mbona tunafia hapo hapo wengine? Kabisa na kuhakikishia. Kwa sababu kuendelea kutesa watu ambao ni wema unaamsha tu hasira za watu. Hata kwenye ile clip ambayo nilikuwa nazungumzia uhusiano na kutima, nikasema mimi kwanza sikuwahi kuwaza hata siku moja nitakuja niongee haya. Ila unakuja unaona sasa kwa mzee kakosa nini? Kakosa nini mzee wetu? Haya sisi pia mnatuinda, tumekosa nini? Kosa letu nini? Tunajadili hapa tupige watu sadaka hapa. Sasa kosa letu nini? Soma kitabu cha Maombi Machache, yanatoa matokeo makubwa. Ningependa nimalizie kuhusiana na Pastor Mongozi alipokuja, kuna msingi alitujengea, alisema kwamba pale Dodoma mzee alitamani sana pawe ni center kukutania kama kikosi kazi. Ile ilinitia wivu, nikasema nikumbe mzee alikuwa na malengo, alafu sisi tulioko hapa tunaburuza tumikia. Nikalisia mimi natamani sana pale patachimbika. Mimi niseme tu kwamba mimi nimeshaaga. Kwa sasa wengine tulikuwa tushakufa. Yaani kama nisingekutana na hii imani, mimi nilikuwa naharibikiwa vibaya kabisa. Haya mbana anazungumza kwamba alikuwa na minyo na si wengine tumepita. Mimi niwahi kulala kwenye msiba watu siwajui kabisa. Siwajui, yaani ninakimbia. Wewe usifikiri watu wamekaa baa kule wanafanya. Ni hawalali. Wanaona afadhali niende nikajisimue kidogo nilewe, nikienda najiangusha tu tii. Kabisa wana ukweli. Mimi nilala kwenye msiba siwajui. Tena kwenye kile kijiji nicho ambapo ndo Biawana, mimi nimefika 2017, tumetoka 98 kwa mtoto. Nimefika pale manake mgeni kabisa kutoka Dar es Salaam, nimefika ambapo nimefika kwa mzee. Nilipofika kwanza nilifikia nyumbani ambao kwa mama yangu mzazi kule. Kule sasa ndo huko kwa kuna shughuli hiyo ya wachawi. Ambapo nilikuwa na kanyumba takao ningejenga nilishindwa. Baada hapo nikaenda kumtafuta mzee ndo akanipeleka kwa waganga tukana ilizi, lakini bado kwa silali. Siku nyingine nimeamka, mimi namna tanivyokoka ni hivyo, yani kwamba nije labda nijichomeke tu hapa, nipoteze muda uende, nirudi nyumbani. Sikujua hata kama kuna kuokoka. Kwa sababu hiyo siku ilivyokuwa, nilitoka kuanzia nyumbani, nilisikia tu nyimbo zinaimbwa. Nikaja na kwanza kwa sijui kama kuna kuokoka, nikafika nikakuta watu wanaenda kuomba mule ndani. Naingia pale akanizuia mlangoni. Kwa sababu kipindi hicho vijana wengi walikuwa nazini pale na mabinti wapakuwa na hususan wa pale ni kwenye ule mji walikuwa wanachukua mabinti waenda wanazini. Na kwa hawaamini kwenye vijana. Mimi nikangangania mpaka akaniruhusu. Akaniuliza una shida gani? Nikaeleza jamani silali. Nimekuja walau kidogo hapa. Nipoteze muda, sema hapa tupoteze muda. Uko tayari kuokoka? Sasa na mimi natafuta niwe salamu. Kasema mna shida. Ndio hiyo inaitwa kuongoza sala toba. Baada hapo wakaniuliza, wananiambia sema Bwana Yesu nakuja mbele zako. Kuna neno ambalo sema nitakutumikia kwa nguvu zangu zote. Mimi nilikuwa naongea huko nalia. Kwa sababu naona yani hapa naishi nikitoka hapa. Hiyo ndo mazima sirudi tena kule. Na huku wakati huo wameshaniambia kwamba utakuwa salama, hautaminywa kabisa na wachawi tena. Akasema basi hamna shida. Ni kweli nilianza kudhibitisha na Mungu anatembea na hatua yote hata kama ni dhaifu. Ila ukiendelea kukua, wewe jua kuna wakati utatakiwa usianze tena kunywa uji. Kula ugali mzito. Utakula ugali mzito. Kwa hiyo kajikuta tuanza kusikia mafundisho ya bila maombi mengi. Usiombe sasa nakuta hawa hapa. Ukiomba unalala. Ukisipomba hawa hapa. Mwisho wa siku nikaona kanisa lenyewe usika maombi hawataki. Tena wanatuzuia. Nikasema sasa nife huko na jioni. Ndio kikaa chanzo cha kuja huku kikosi kazi. Koza si wengine si kwa ni maiti. Yaani si ni maiti, yaani hata hapa tunaishi kwa pumzi ya Mungu. Sasa ukija tena ukataka kututibua, unamua marehemu. Kwa hiyo mimi namshukuru Mungu kwa imani hii. Mzee asingekuepo, sisi tungebaki tunaendelea kungoa tu. Na bado tunaendelea kungolewa sisi. Nisome kitabu hiki, nisomee kurasa V utangulizi V ambao ni 5 na hisi
shabaha ya kitabu cha maombi machache yenye matokeo makubwa. Nasoma kitabu cha maombi machache yanayotoa matokeo makubwa zaidi yanayoomba sana au kufunga sana. Ndio. Ukurasa namba 5 ya Kirumi, lakini kichwa kiko ukurasa wa 4 ya Kirumi, ni utangulizi. Ndio. Lakini hoja namba 2 anasema shabaha ya kitabu cha maombi machache yenye matokeo makubwa zaidi yanayoomba sana. Au bila maombi mengi, toleo la pili. Sasa nisomee ambayo ni ukurasa wa 7 ya Kirumi, mahali anaposema kwamba nataka ufahamu. Namba 7 ya Kirumi aya ya 2 anasema nataka ufahamu kuwa kazi mojawapo na iliyo kuu ya maombi ni kukufanya uwe na sauti kubwa, ni kukufanya uwe msemaji wa watu, sio askofu. Tunataka wewe maombi utakayoomba ya kutume, wende ukamwambie Farao kwamba achia watu wa Mungu. Sawa, hata Musa alipokuwa akichipuka akienda mahali fulani, alikuwa anafanya ibada, anaomba, kuna nguvu inamjia, rudi tena, rudi kamwambia achie watu wangu. Ndo kazi ya maombi. Ndio ni kukufanya uwe na sauti kubwa au sauti ya mwisho katika jamii yako, ama katika kila tukio litakalotokea. Kazi ya maombi mengi. Sasa Luka tena, twende ukurasa wa 18. Kiwalisia sio kwamba tulikuwa tuombe kwa tulikotokea kwa makanisa, tulikuwa naomba sana. Tatizo tulikuwa tujui kazi ya maombi, ndio maana mashetani bado alituminya. Kwa sababu maombi, hata Mungu mwenyewe naye muomba lazima pia kiwepo, na siku nyingine unasema Mungu nashukuru nimefanya kile, kwa sababu Mungu huwapa neema wanyenyekevu. Mara nyingine tawi lile linalozaa ndilo nitakalozidi kulisafisha. Hata hapa nilipozungumzia kuhusiana na kutengeneza thumbnail, acha usitengeneze, utakuta siku ukianza, siku moja hata mzee katoka anakuja anashika simu yake akasema, ndio inashikwaje hii? Maana yake ana muda mrefu hajaishika mpaka hata kutumia ashasahau. Sasa hivyo ndivyo ilivyo. Yaani kwa kadri unavyozidi kuacha kufanya, utakuta ule uwezo, umakini unapungua wa kufanya. Hata huku pia kuhusiana na imani, kwa kadri unavyozidi kufanya vya kufanya, Mungu huyu amenena yeye mwenyewe kwamba tawi linalozaa ndilo nitakalozidi kulisafisha, ili lizidi kufanyaje? Kuzaa sana. Anasema waliopewa vingi vitatakwa vingi. Kwa tusio watu ambao tunaishia tu kuomba, tujue sasa hapa tunajifunza, tujue twende tukafanye nini, ili pengine maombi yetu yatoe sasa matokeo tunayotafuta. Nisomee hiyo 18 ukurasa. Fike hapo 18. Ukurasa wa 18, kichwa kwa ukurasa wa 5, sura ya 2, kichwa kinasema 19 nisomee. Mahali anasema zingatia, afu utashuka na chini. Ukurasa wa 19, kichwa chake kiko ukurasa wa 5 sura ya 2, kichwa kinasema ndio akili ya kimungu inayoweza kutokana na maombi machache uombayo haiwezi kuja bila kuwa na vitu tajwa hapa chini. Ndio. Kimoja baada ya kingine. Ndio. Ili uhamasike kuwa na vitu hivyo, acha nikujulishe maana ya maneno haya tajwa hapa juu, moja baada ya lingine. Naam. Ukurasa wa 19 aya ya 3 anasema zingatia. Anasema zingatia. Sikuzaliwa nikiwa jasiri. Mzee hajazaliwa akiwa jasiri. Mpambanaji. Mwenye uthubutu. Au hodari. Mimi nilihesabu gharama. Yeye anasema alihesabu gharama. Kuwa nikiamua nithubutu na kufa. Nikiamua niingie kwenye mchakato na kufa. Na hata nikiogopa nitakufa. Hata nikisipoingia bado kufa kupo pale pale. Kifo cha kizembe zaidi. Hata kama nitachelewa kidogo. Kitachelewa ndio. Sasa kwa mbali kuna watu wanajifunza machache kutoka kwangu. Ndio. Nataka wewe uwe mbarikiwa mwingine. Sasa hebu tuwaze hapa. Mzee kasema nataka uwe kama askofu mwingine au mchungaji mwingine. Yeye anasema nataka uwe kama mimi. Na kiwalisia hapa tumekuja tunatafuta tujue kwani mzee yeye kafikafikaje? Sasa hivi inawezekana kweli mzee yupo. Sasa wanasema kwani kienda kwenye kongamano mzee mwenyewe akina Pasa Zawadi hao wametutangulia siku nyingi, wana vingi watakupa, wataelezea. Kwa sababu mimi nimegundua makanisani kwetu kule kwenye matawi tunavyogongana navyo ni vidogo.
Yaani vile ndivyo tunagongana kuta hawamwelewani. Ni vidogo ambavyo inawezekana waliokaa siku nyingi na mzee wenyewe tayari wanakuwa naelewa hii inatatuliwa kwa sura hii. Mfano, kuna mahubiri fulani ambayo si tunayo kwenye matawi yale ya kunyooshana. Sasa mwisho wa siku nakuta kwa kadri siku zinavyozidi kwenda tunabaki wale wale, hatuongezeki. Alafu pia hata wewe unawaforce watu wakusikilize hawakuelewi. Kwa sababu mtu asikilize kwa sababu unavyonyoosha, anasikiliza kwa sababu ana taarifa zako kwamba huyu mtu ana hatua fulani. Sasa ile hatua ile ndio wakati mwingine atakuwa na kusikiliza kwa kunyenyekea kiasi, na mimi nitaipatia mumu. Nitaipatia. Sasa sisi wengine hatuna hatua, unakuta ni mwendo wa kupasuana tu. Umechelewa ibada. Sasa awai ili iweje yani? Yaani mwisho wa yote ili iweje? Kwa sababu tunawai huyo uliweka kiongozi ambaye ndio mbele, utafafanua kwamba lengo tunaomba ili tuweje. Na mimi ndicho nachohangaika nacho hapa. Lakini kadri tunanyooshana mwisho wa siku nakuta kanisa halikui, tunabaki tumedidimia tu pale pale. Ndio mimi kanisa sasa hivi mimi naomba tu Mungu anipe moyo unyenyekevu wa kushuka sana. Mimi natamani sana kwenye mengi inayokuwa nimekwama, ambayo naona sasa nimekwama. Mimi usishangae na kupigia simu. Ambia hivi hapa nifanyeje hapa? Hapa nifanyeje hapa? Na Pastor Zawadi anisamee kwa sababu kuna siku tuliongea naye nikamwambia naelekea Karata, akasema ungekuwa sasa wakati nilikuwa nishaongea tayari na Pastor Mwangosi, nikasema labda pengine wenyewe watajuzana huko. Sasa baada nilipoanza kumpigia simu labda nimuelezee, nikaona simu yake haipokelewi. Tokea hapo sikuwahi kuongea naye tena. Ila na hakika naamini kuna namna inawezekana wao watakuwa waliongea yaliisha tu kwa namna fulani. Sababu mimi siamini sana kumtengenezea mazingira magumu mtu kuniingilia. Yaani nijionyeshe kwamba mimi najielewa mimi tu. Mwisho wa siku kuna siku nitakwama, utashangaa unaanza kuwarejea tena watumishi wa Bwana. Kwa naomba Mungu anipe unyenyekevu huo. Nitaka niseme mahali pengine ambapo mzee anasema kwamba uliye mwanafunzi wangu kabisa wa matendo kokote kule duniani. Anasema nataka uwe shujaa kama mimi ninavyopambana kuwa shujaa. Mimi nikivisomaga vitabu vinanipaga kuona kumbe mzee anataka tuwe kama yeye jinsi alivyo. Ni kweli yawezekana hata kwa nilipokuepo mimi nilikuwa nasema sihamasishi eti nao toe klipu kama tunazotoa sisi. Ila mzee anacholenga ni hiki kwamba onekana basi ukiwa hata una uhai. Kwa mfano hii ambayo tunaanza ibada saa 6 siku ya Jumatano. Basi unakuta unajibariki unaanza saa 9. Yaani wewe unaona kawaida tu. Hasa mwisho wa siku hata tukawa tunasimama hapa, wewe ndio utakuja kuwa adui namba 1 wa mzee. Kwa sababu itakuwa inaonekana vingine anavifanya, alafu anasema hivyo haviwezekani. Kumbe sio kwamba haviwezekani, nguvu chache wewe. Biblia inasema azimiaye siku ya taabu yako jua nguvu ni chache. Sasa ndio wewe utaanza kumpigia hesabu tumuuze huyu. Ndio kama Yuda. Inawezekana sehemu nyingi ambazo Yesu hawezi kuwa anaenda na wanafunzi wake, Yuda alikuwa haendi. Anakata ibada. Anajibariki, mwisho wa siku unaanza kumpigia hesabu huyu tumuuze tu huyu. Kumbe wenzake wameona kilicho cha thamani zaidi ya hiyo thamani anayetafuta yeye. Na mwisho wa siku kafanikiwa kumuuza ndio, lakini alijuta milele na akaja akajinyonga. Neema ya Kristo Yesu iwe pamoja nasi. Nishi hapa. Karibu kiongozi. Karibu kiongozi. Unaweza Bwana, unaweza Bwana, unaweza Bwana,
Unaweza sana Mungu wetu Baba.
Unaweza
Tunakutaka na wewe, tukauza kwako
kwako, tugeuze kwako. Tunaomba neema, tunaomba neema. Yesu wewe, Yesu wewe, Yesu wewe, Yesu wewe, Yesu wewe, Yesu wewe, Yesu wewe. Tunakuomba Baba, tunakuomba Baba, tunakuomba Baba. Tugeuze kwako, tugeuze kwako, tugeuze kwako. Wewe tunasema asante Bwana, tunasema asante Bwana.